Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 25. Nataka nikakufundishe kwa neema ya Bwana, na baada ya hapo tutaenda kupush, na namwamini Mungu ya kwamba Mungu wa dakika ya mwisho atakutendea wema siku ya leo katika jina la Yesu. Nasema ninamwamini Mungu ya kwamba Mungu wa dakika ya mwisho atakutendea wema katika jina la Yesu Kristo. Anasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Mstari unaofuata 1, 2, 3 ya vibari. Wanafunzi walipomuona akitembea juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni mzimu, wakapiga yowe kwa hofu. Natamani usome hapo tena. Wanafunzi wakafadhaika wakasema ni nini? Ni mzimu. Wakifadhaika wakipiga yowe kwa nini? Kwa hofu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo mkuu, ni mimi, msiogope. Mstari unaofuata anasema Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa ndiwe wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. I like this. Petro alikuwa very specific. Hamwambii tu Bwana Yesu niamuru nije kwako. Maana yake angesema niamuru nije kwako. Yesu alikuwa na njia nyingi za kumpeleka kwake, na mojawapo ilikuwa kwenye ile boti isogee aende. Ya pili ilikuwa ni kumpa mabawa, angeweza kupata tu mabawa akafika. Lakini Petro alikuwa very specific, anasema kama ni wewe, niruhusu nije kwako juu ya maji. Sijajua kama umewahi kuliona hilo andiko, juu ya maji. Ninachotaka kukufundisha ya kwamba Mungu yuko specific kujibu maswali specific kutoka kwa watu specific. Let me repeat it again. Mungu yuko specific kujibu maswali specific kutoka kwa watu specific. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu katikati ya wanafunzi 12 waliokuwepo ni mtu mmoja ambaye alitamani specific. Mtu mmoja alitamani ya kwamba afikie pale alipo Yesu, na tamanio lake lilikuwa very specific. Mstari unaofuata anasema nao walipopanda katika mashua upepo ulikoma. Nenda mpaka 34, anasema kitu gani? Mstari unaofuata anasema nao walipokuwepo ndani ya mashua wakamsujudia, wakasema hakika wewe u mwana wa Mungu. Anasema nao walipokwisha kuvuka wakafika mpaka nchi ya Genesareti. Lakini ukirudi mstari wa 22, natamani tuuone hapo alafu nikuruhusu ukae. Anasema mstari wa 22, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande katika mashua na kutangulia mbele kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Kwa hiyo mstari wa 22 natamani ulishike neno hili, akawalazimisha. Hebu kila mmoja sema akawalazimisha. So maana yake wanafunzi hawakwenda kwa hiari yao, walienda kwa sababu wamefanyaje? Wamelazimishwa. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Mstari wa 23 natamani uone pale. Naye alipokwisha kuaga alipanda mlimani kuomba faragani, na kwenda kuomba palikuwa jioni, kulikuwa huko peke yake. Mstari unaofuata, na ile mashua ilipokwisha kufika katikati ya bahari. Kwa hiyo maana yake safari hii ilianza jioni mpaka usiku, na Yesu alikuwa amewaacha kwa mwendo wa masaa kadhaa, na nitakupa calculation ni masaa mangapi? Masaa kadhaa, kwa sababu waliondoka jioni na Biblia inasema walikuwa wamefika usiku katikati ya bahari. Ndio mashua ikaanza kupigwa sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa unawakabili. Mstari unaofuata anasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Kwa hiyo inatuonyesha waliondoka jioni, lakini mashua ilianza kupiga mawimbi wakati wa zamu ya 4. Sasa kila moja soma 1, 2, 3 kwa sauti. Hata wakati. Come on, 1, 2, 3 kwa sauti mengi kama maji.
Ehe. Bado inakuwa very specific. Akienda kwa nini? Kwa miguu juu ya bahari. Sasa kaa chini na kufundisha hatari ya zamu ya 4. Alafu nataka tukaombe against that danger, hatari ya zamu ya 4. Ninatamani uelewe ya kwamba ulimwengu wa roho una patterns ambazo unaziheshimu sana, na ni vizuri ukaelewa ya kwamba mambo mengi sana ambayo tuna experience katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa mwili huwa yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho, na yanapotengenezwa katika ulimwengu wa roho, huu ulimwengu wa roho huwa una vitu ama huwa una patterns ambazo huwa zinapitwa na vitu ama na watu, na zile patterns huwa zinaachia matokeo fulani. Na ni vizuri ukaelewa ya kwamba ulimwengu wa roho tunapousema, nimefundisha mara nyingi, nitakwambia tena leo, huwa unagawanyika kwenye maeneo makuu mawili, ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Na tunapoongea kwa habari ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru, kuna vitu ambavyo natamani uvione vitakavyokusaidia kujua ya kwamba matokeo yote yanayoonekana kwenye ulimwengu huu unaoonekana, ulimwengu wa nje, ulimwengu wa nuru, yameratibiwa katika ulimwengu usioonekana unaoitwa ulimwengu wa roho. Sasa ni vizuri kuna kitu kielewe ambacho kitakusaidia ya kwamba katika ulimwengu wa roho, bila kujali huyu mtu anatokea kwenye giza ama nuru, kuna mambo huwa yanaheshimika sana kwenye ulimwengu wa roho, ama kuna patterns huwa zinaheshimika sana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mfano, nimeshafundisha hapa kwa habari ya dhabihu na kujidhabihu. Nikasema kujidhabihu ni lugha ya ulimwengu wa roho, ambayo kwenye ulimwengu wa roho kokote wanaheshimu sana lugha ya kujidhabihu, na mtu yoyote anayefika mahali akatembea kwenye pattern ya kujidhabihu bila kujali yeye ni wa nuru ama yeye ni wa gizani, lazima ulimwengu wa roho utaheshimu na kumpatia aina fulani ya matokeo. Kama unaelewa sema amen. So to say, kuna kitu hapa ambacho tunakiona Yesu anajaribu kutuonyesha. Anapotuonyesha kwenye haya maandiko leo, natamani kufundishe, kuna pattern ambayo Roho Mtakatifu anataka tuione, ambayo Yesu alikuwa anawaonyesha wanafunzi wake, na so ninaamini ya kwamba pia alikuwa anatuonyesha sisi kupitia maandiko. Maana Biblia inasema mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, alafu yakaandikwa ili kutuonya sisi. Maana yake wakati huo Yesu alikuwa anawaonyesha wanafunzi wake, lakini akijua ya kwamba yatakapoandikwa na sisi tutakuwa tumejua kama ambavyo wanafunzi wake wameonyesha. Sasa kuna pattern ya muhimu sana ambayo anaionyesha, inaitwa pattern ya zamu ya ngapi? Zamu ya 4, ambayo hii ni pattern ya kiroho ambayo itakusaidia sana kujua na kuanza kupambana na mambo fulani. Sasa ni vizuri ukaelewa, kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho huwa havifanyi kazi ama havita manifest mpaka umejua katika ufahamu na nguvu yake na namna vinavyofanya kazi. Na ndio sababu ukisoma kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 8, kuna kitu ambacho anakiandika. Utaona Luka sura ya 16, Yesu anaongea kwa habari ya yule wakili dhalimu na jinsi alivyofanya kazi. Of course Yesu hasemei kwa habari ya udhalimu wake na mambo aliyofanya, ha-celebrate hicho, lakini anakuja na conclude kitu fulani. Anaelezea jinsi ambavyo yule mtu alikuwa anafukuzwa kazi na akajiandaa na maisha yake baada ya kufukuzwa kazi itakuwaje. Alafu anaelezea japokuwa alifanya kwa ujanja, lakini kuna kitu Yesu anakiongea. Anasema yule bwana akamsifu wakili aliye mwaminifu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa, alafu anasema hivi, wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa wana busara kuliko wana wa nuru. Utaona kwenye tafsiri ya neno, ukitafuta tafsiri ya neno, andiko hilo 16:8 anaandika, anasema yule bwana, yule aliyekuwa anasimulia, akamsifu yule msimamizi dhalimu kwa jinsi alivyotumia ujanja. Sijajua kama umeliona hilo neno. Alafu anaenda mbele zaidi, kama unapokea niambie amen. Anaenda mbali zaidi, anasema kwa sababu gani? Anasema kwa maana watu wa dunia hii wana ujanja zaidi wanapojishughulisha
na mambo yao ya dunia kuliko watu wa nuru. So it has to tell you, wakati Mungu hapa anatuonyesha andiko hili, anatuonyesha ya kwamba hichi kinachofanyika na wana wa dunia katika mambo yao, it is the same thing ambacho Mungu anakitegemea kingefanyika na wana wa nuru katika mambo yao. Okay, labda niseme hivi. Wana wa ulimwengu wa giza wana ujanja na hekima katika kufanya vitu katika ulimwengu wao kuliko wana wa nuru. Maana yake Yesu kwa nini atufunulie hichi? Anachotaka kutuonyesha ya kwamba ninawategemea pia watu wa ulimwengu wa nuru katika kufanya mambo yao, wawe na hekima kama ambavyo wana wa dunia wana hekima kwenye mambo yao. Maana yake hapa anachotuonyesha, hii ni vita ya nini? Vita ya hekima. Niende ndani zaidi. Wana wa dunia katika kuloga wanaloga kwa hekima kuliko wanavyoomba walokole. Siniangalia hayo macho, sio kama unanielewa. Wana wa dunia katika kuzisoma patterns za kiroho wana hekima kuliko walokole. Walokole watu wanachukulia mambo general, yani unaliona jambo general, unaanza kuona kichwa kinapiga upande huu, unakiona hiyo ni jambo general, unasubiri kianze kupiga na upande huu. Saa mtu anakuja kuomba, kichwa kimehamia kwenye bega. Nani ananielewa? Ndio saa mtu anashtuka, baba kakachas, nakushukuru, asante kwa moto, kwa moto na kwa nguvu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, moto. Lakini unashindwa kujiuliza ulikuwa wapi wakati hicho kitu kinainuka. Lakini wakati watu wa dunia wao kila kitu kwao, akifungua kabiashara, hata kagenge, wana wa dunia katika utendaji wao, hata akifungua kagenge kanyanya anakasomea, unaona anakazungushia vitu. Lakini wana wa ulimwengu huu kuna vitu wakivifanya wanaviona hivi ni vya kiroho na hivi sio vya kiroho. Wana wa ulimwengu huu kuna vitu vinaona pana, unajua naweza nikafanya. Unajua Mungu anaelewa. Sikiliza nikwambie, Mungu anaelewa, lakini kuna hekima ya kiroho ambayo lazima ikwambie wewe unaishi katikati ya watu ambao wasingetaka kabisa kuona kitu chema kinatokea kwako. Nilishakufundisha mwanangu, wewe hauna shida na dunia, ila dunia ina shida sana na wewe. Wewe hauna shida na watu, ila watu wana shida na wewe. Ndio anachokisema hivi, anasema wana wa dunia ni wajanja zaidi. Maana yake kumbe anatuonyesha ya kwamba, na napenda tafsiri ya SUV anatumia neno hekima, tafsiri ya neno anatumia neno nini? Ujanja. Sasa kumbe anatuonyesha kujua tu peke yake hakuna matokeo, isipokuwa kujua kule kumeambatana na nini? Na hekima, ambayo hiyo ndio kidunia inaitwa nini? Ujanja. Lakini kwenye ufalme wa Mungu tunaita nini? Hekima ya kimungu katika kutenda. Tunajua hivi, kwa maana kila aombaye hupokea. Hiyo ni general knowledge, but wisdom inaanza kutufundisha huyo anayepokea anaomba vipi. Kama kuna come on now, au nirudi tu nani huko Yugoslavia? Nani niambieni amen kama mnanielewa. Sio kama mnanielewa. Kila ombaye ufanyaje? Hupokea. Lakini we ni shahidi, kuna namna uliomba na ukufanyaje? Haukupokea. Kwa hiyo hekima, general knowledge ni kuomba, lakini ujanja katika roho naombaje. Na ndio maana Ana alikuwa anaenda anaomba mtoto kila Shilo mwaka, anaenda anaomba mtoto wa kwanza. Anaomba na apokei. Kwa sababu gani? Maombi yake yalikuwa hayana hekima ndani yake. Yeye anachoomba wakati anataka Mungu amfanyie muujiza, kwenye akili yake kitu pekee anawaza ni mke mwenzie Penina. Kwa hiyo akiwa anaomba mtoto, anachoomba kwenye akili yake, anachokiwaza, anawaza baba, kama ambavyo Penina ameninyanyasa, siku nitakapopokea mtoto Penina, mbingu inanyamaza. Sababu kila kienda analia, Mungu akisikiliza machozi anajua anaomba ombi genuine, lakini with the wrong motive. Siku hekima ya Roho Mtakatifu ilipomfungua,
Hiyo siku ndio aliingia hekaluni, hakuanza tena kutaja jina la mtu. Biblia inasema alipofika hekaluni, alipofika pale mahali, midomo yake tu ikaanza kucheza cheza. Kwa hiyo unakumbua, kuna mtu anaweza akawa anaomba, anataja na maneno na anachokitaka, na anachokitaja katika maombi kisifanyaje? Kisitokee. Na kuna mtu anaweza akafika kwenye ibada anafanya tu wakati wewe unajifanya uko smart. Unajua maombi sio hivyo, sawa? Wewe endelea na hivyo. Wewe una God, Lord, thank you Jesus. Sio kama unaanza kumsimulia Mungu yeye ni nani, master you are Abba. Mungu anajijua kama yeye ni nani, ni Abba. Alafu unakutana tu na mtu amekaa pale katika roho unatengeneza na fundisho kwamba unajua hiyo staili mnayoomba. Mtu wa Mungu, kama hiyo staili haimkwazi jirani yako, na huyo jirani anayekwazika haraka pia kwenye maombi aje ofisini nionane naye. Kama haimkwazi jirani yako, na kama tu sio staili ambayo haijaandikwa kwenye Biblia ni dhambi, acha watu. Wewe huwezi ukaelewa, wewe unajua huwezi ukaelewa. Kuna wakati mtu unafika katika ulimwengu wa roho, unaombea watoto wako, unataja herufi ya kwanza, alafu unahamishwa katika ulimwengu wa roho, ndio unaona umebaki tu na ta. Wewe achana na huyo mtu. Wewe unataka uombe kwa swaga. Asante. Sio kama unanielewa. Hiyo nayo Mungu anaweza akasikia. Sasa sijasema asikii, lakini nachokufundisha ni kitu gani? Unaona Hana anatoka kwenye maombi yale ya kutaja. Hapo anasema Hana alipofika alikuwa akinena moyoni mwake. Yaani hayo maombi, kumbe maombi, hekima ya maombi ni maombi yanayotoka kwenye nini? Kwenye moyo, sio kwenye mdomo. Anasema akinena moyoni mwake, anasema na midomo yake ilifanyaje? Ilionekana kama ananena, sauti yake isisikike. Kwa hiyo huyo mtu alimdhania kuwa amefanyaje? Amelewa. Lakini kumbe tu, yani huyu mtu amefika mahali amejua ya kwamba siwezi kuendelea. Kwani anamwambia mbona umelewa? Nirudishe tu kule kwenye andiko lile. Anamwambia mbona umelewa? Anasema mimi sijalewa, mimi na jambo langu. Kuna kitu ninacho mbele ya Bwana. Lakini leo sijaja kwa ajili ya Penina. Leo nimekuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Alafu hekima ya Roho Mtakatifu ndani yake ikaanza kumwambia kwamba kuna kitu lazima kitokee. Hicho kitu ni kitu gani? Wewe unahitaji mtoto na Mungu anahitaji nabii. Kwa sababu Mungu, mbingu ni mbingu za Bwana, dunia amewapa wanadamu. Mungu hawezi akashuka akazaa nabii. Anahitaji tumbo. Ana akaja kugundua mbona mimi tumbo ninalo. Haraka alipogundua tumbo analo, akamwambia baba, tumbo hili nabii, napata nabii, mimi napata mtoto. Na ndio hiyo siku, nasema hiyo imeandikwa wapi? Ndio hiyo siku anamwambia Mungu ya kwamba huyu mtoto nitamtoa madhabahuni mbele zako. Na Mungu akiangalia Samueli na watoto wake kama njia wameshaiacha, maana yake hakuna mtu ambaye atarithi. Mungu akajua nimepata nabii. Shilo inayokuja, kwenye pushi inayokuja, kwenye mwaka unaokuja kwenye mwaka unaokuja, kwenye wiki inayokuja, kwenye mwezi unayokuja, Ana alikuja ameshika mtoto mbele za Bwana. Mimi ninakuombea hekima ya Bwana katika jina la mamlaka la Yesu kwenye maisha yako, ambayo itakupa kujua nini cha kufanya, namna gani ya kufanya, katika jina la Yesu Kristo. Kama unapokea sema amen. Kwa hiyo nimeshakufundisha general knowledge ni kufanyaje? Ni kuomba. Lakini kuombaje ndio hekima. Kwa maana kila aombaye upokea, na akatusaidia. Anasema mkiona mnaomba mpokei, tafuteni. Mtaona nini? Mtaona kwa nini mmeomba na mpokei. Wakati kila aombaye upokea. Ikishindikana kabisa, mmeshaona kabisa ni kitu gani kinachoendelea, na bado mmeomba, mmetafuta, mmeona, na bado hajatokea, hapo sasa bisheni. Hapo ndio violence inapotumika. Hapo sasa ndio fujo katika roho hapo inapotumika. Hapo sasa ndio kwenye kubisha, ndio nafika mahali kwenye kujidhabihu, kwenye kuengage spiritual forces katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo unainuka. Unajua kuna
kuna wakati mzee Yakobo anatoa baraka kwa watoto wake anapofika kwa Yuda, wakati Yuda anaanza kutambulishwa. Unajua na Yesu pia ni simba wa kabila la nani? La Yuda. Maana yake pia wakati Yuda anatambulishwa, pia unabii wa Yesu ulikuwa unatokea kwa Yuda. Anaanza kusema na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa na macho yake yatakuwa mekundu kwa divai. Alikuwa anaongelea posture, alikuwa anaongelea lugha ya picha juu ya neno, kwa sababu Biblia inafananisha maziwa kama neno na Roho Mtakatifu kama divai. Maana yake anatuonyesha kwamba kama Yesu ni ukoo wa Yuda na amezaliwa katika ukoo wa Yuda, maana yake ile violence posture pia kuna wakati huwa ni lazima iende na waumini katika, yani kuna wakati macho lazima yawe mekundu kwa Roho Mtakatifu. Yani kuna wakati unaona kabisa, watoto wangu hapa nisipofanya kitu, Mungu asipoingilia kati, kuna kitu kinatokea. Yani kuna namna tu nainuka, ndio unaona mtu unamwambia inuka, unaona mtu ameshika anapiga namna hii, wewe unashindwa kuelewa. Does it take all of that? It takes more than that. It takes more than that. Hapo nakumbuka ushuhuda mimi, wakati masikio yangu yametaka kuziba, ilianza moja nikaziba, na nimekaa kwenye ndege, nimekaa na mtu pale, namwangalia yule mtoto wa Kiarabu amekaa pale, kasema unajua ustaarabu, maisha ni nini? Ni ustaarabu. Ni wakati nafuata ustaarabu, sikio halikufuata nini? Adui huwa ni mjanja, anakupiga saa ya weakness yako. Yaani adui atokeagi wakati wote. Wakati una sababu ya kuto kufanya kitu ndio anatokea. Anasema unajua hapa kwenye ndege, ingekuwa kwenye daladala ama kwenye basi lile, ningepiga tu, lakini uwezi ukapayuka. Ile nimesema tu hivyo, naona sikio hili limeziba na hili kulinaanza. Nikajua hivyo ndivyo namna ambavyo na masikio yangu sijui nitayaombea kwa siku ngapi. Kwa sababu kumbuka, kufunga mvua ni kwa kutamka, lakini kuifungua ni mara 7. Sio kama watu wananielewa hapa ndani. Mvua unasema hakutakuwa na mvua isipokuwa kwa neno langu. Lakini siku ya kuirudisha lazima uende unasujudu mara ya kwanza, kaangalie ngoma haipo. Sasa mimi nikajua hivi nitasujudu mara ngapi mvua ikifunga? Nikaona hapana, katika jina. Ndio kwenye ndege nikasema kwa jina la Yesu. Sikuomba ila asante. No, ilikuwa ni ile mpaka kila mtu anashtuka, umekaa na mtu katika jina la Yesu Kristo. Yaani yeye aseme mimi sina hekima, atajua yeye na ndugu zake. Aseme ya kwamba huyu mtu kwani ilikuwa mimi ndio nayejua ya kwamba kuna kitu nisipokiwahi sasa hivi. Kuna kitu nisipokiwahi sasa hivi. Kuna kitu nisipokiwahi sasa. Pokea hekima ya Roho Mtakatifu ya kuvaa nguvu ndani yako na kuanza kuyakabiri mambo kabla hayajatokea kwa jina. Unajua yakishatokea utahitaji nguvu ya ziada kabla hayajatokea. Wakati mwingine hekima ya kidunia ndio upumbavu wa kiroho. Yaani katika roho ni upumbavu, kwa sababu hekima ya kidunia inaniambia nyamaza. Lakini katika ulimwengu wa roho, kukosa hekima ndio hekima yenyewe wakati huo. Sijajua kama naongea na Wakristo hapa. Sijajua naongea kama na Wakristo hapa. Unajua pastor, nilikuwa naona nimekaa ofisini, kichomi kakanibana hapa. Nikasema nimalizie kazi, alafu nikifika nyumbani, nikishamaliza kazi ndio nijisikilizie. Bro, kinakubana hapa, unasema umalize kazi, kwa sababu shetani ni ndugu yako. Yaani naye shetani anasubiri mpaka ufike nyumbani umalize kazi. Chini mambo ya ajabu. Nacho kufundisha wana wa ulimwengu katika kufanya mambo yao wana hekima kuliko wana wa nuru. Utaona ukienda andiko jingine na kuonyesha spiritual patterns. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 16 pale, Yesu kuna kitu anakiandika. Anasema, angalieni mimi ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Tunafahamu wote sifa za kondoo. Umeelewa eh? Lakini Yesu anasema hivi, ninyi ni kondoo, alafu lakini mjue ninawatuma katikati ya nini? Mbwa mwitu. Kondoo sifa yake tunaijua, is it? Mbwa mwitu pia sifa yake tunaijua. Yaani mbwa mwitu ni tuseme ndio wavuta bangi wa kule polini. Hawana ustaarabu,
Mbwa mwitu ni jamii moja na fisi. Is it? Hawana ustaarabu, their violence, yani hivi unaelewaga mbwa mwitu ndio waga wana bite, yani hawasubiri wakushike wakuume. Yani wanakuuma wakiwa katika process ya kufanyaje? Ya kukufukuzia. Yani hawajakushika lakini unashangaa kitu tayari. Ndio anasema Yesu, wewe ni kondoo na kutuma huko. Alafu anakuonyesha ya kwamba japokuwa wewe ni kondoo lakini lazima uwe na akili ya mnyama mwingine. Maana yake ni kweli tunayo posta ya kondoo lakini inawa mind tuwe wapole kama ua. Anasema iweni na busara kama nini? Nyoka. Na anaongelea the positive side ya nyoka. Maana kuna watu mkishaanza kuona nyoka, mbwa mwitu, hivi vyote Yesu ndo aliviumba. Mungu mwenyewe ndo aliviumba. Na yeye aliviumba kwa wema tu. Maana anasema tazama kila alichokiumba tazama kwa ni nini? Ni chema. Maana yake na huyu nyoka alikuwa ameumba. Kwa hiyo anasema kuweni kama nyoka, alafu kuweni wapole kama ua. Maana yake anachosema lazima uwe na hekima ya kujua mazingira na kubadilika kiasi gani. Kwa hiyo kuna wakati kabisa kuna hekima ya Bwana itakupa kuwa kama ua. Watu watafanya vyovyote wanavyofanya, wanakutegemea ureact. Kumbe mtego wao kwako ni kwenye reaction yako, alafu roho ya ua inakuvaa taratibu kabisa. Ua ni upole, ua ni upole, ua ni utiifu, ua ni hekima, ua ni heshima. Na ndio maana kunguru walitumwa wakaangalie baada ya safina. Kunguru alipofika akakuta mifupa, hakurudi, lakini ua alirudi. Kunguru aliona aende, Nuhu alimwambia nenda kaangalie kama kuna chochote kimebaki. Kunguru akaenda, hapana, siwezi nikaacha hii mifupa. Na ndio maana sasa ili kureverse Elia ilibidi alishwe na kunguru. Hiyo sio ya leo. Hiyo sio ya leo. Kunguru yule ambaye alishindwa wakati wa Nuhu, kwa sababu pia kwa Nuhu kulikuwa kuna nyama, kulikuwa kuna mifupa. Ili Mungu kuonyesha nguvu yake, akamuita tena kunguru mwingine, ambapo safari hii habebi mifupa, safari hii kunguru anabeba nini? Nyama. Nacho kwambia Mungu akiamua kukusaidia anaweza akatumia chochote ambacho hakisaidiagi lakini kikakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Iwe kunguru tutaongea siku nyingine. Lakini huo alipoenda alifanyaje? Alirudi kuonyesha hiyo. Kwa hiyo anasema hapa kuweni werevu, yani kuweni wapole, kuweni na hekima. Na ndio maana kuna wakati kama Mkristo lazima ujue hekima ya Mungu sasa hivi inakufanya uswitch kwenye mode gani. Na ndio maana kuna wakati wale watu ambao tuna simba wa Yuda ndani yetu, ila pia ndio wale tuna mwanakondoo wa Mungu ndani yetu. Inategemea tu ni mazingira gani. Maana Yesu yule ambaye aliye simba wa kabila la Yuda ndio huyo mwanakondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu. Sasa Petro alishindwa kuelewa Yesu leo yupo kwenye nini siku anamkamata. Na wakasema Bwana mimi nitakufa nawe. Alijua anaongea na nani? Na simba. Na hiyo kitu mbona Isaya alishatabiri? Akasema anasema nasi tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa. Yaani maana yake ilifika mahali wanasema Yesu ndio huyu tuliyeko namjua, yule aliyekuwa anapita katikati ya watu. Wewe unasema kamwambieni yule mbwea leo, huyu atakuwa amefanya, kuna kitu amefanya. Walimwengu kama kawaida, kuna kitu amemkosea Mungu. Sio bure, kuna kitu amekosea. Lakini kumbe hiyo siku hakutakiwa kuwa simu. Mission aliyoibeba, alitakiwa kuwa mwanakondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu. Na ndio maana kama ukisoma vizuri maandiko, glory to God. Ninapenda ninachokifundisha. Kuna mahali na kupeleka katika chini. Kama ukisoma vizuri maandiko utakuja kugundua Yesu katika nyakati ile ndani ya dakika moja alijionyesha kama simba, alafu akarudi tena kama kondoo. Kuna wakati walipofika wakauliza kabisa, tunamtafuta Yesu wa Nazareti. Alafu Yesu akasemaje? Ni mimi hapa, nishikeni. Aliposema hivyo, Biblia inasema wote wakapigwa, wakawa kama wafu, wakalala kama umeme. Alikuwa anawaonyesha ni cha kuwafanya ninacho. Alafu akawaamsha. Walipoamka akawaruhusu, haya fanyeni, nishikeni. Alafu bado walivyo wajinga wanafanyaje? Wanamshika. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya kupotea, nitakufundisha. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya kupotea. Mungu pia anaachiliaga uwezo wa kupotea.
Siniangalia hivyo. Yaani ukijifanya umepinda, Mungu anatembea na njia yako ile. Anasema kwa sababu ya mioyo yao na tamaa zao Mungu aliwaacha wapotelee katika. Na ndio ile Mungu anavyofanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Wewe umepinda. Sasa mimi ninaongeza sasa ili kikombe kijae mapema. Huyu Mungu Mungu mwema mwenye msamaha, huyu ni Bwana wa vita pia. Inategemea. Kwa hiyo Yesu akaonyesha zote mbili. Ndio hicho anachotuonyesha. Anasema iweni na busara kama nyoka, lakini pia nakuwa watu wapole kama ua. Sasa nyoka, busara ya nyoka, moja kati ya busara ya nyoka kusoma mazingira. Hivi utakuja kugundua nyoka huwa havamii watu, ila watu huwa wanavamia nyoka. Nenda kasome. Wewe unamuonaga tu nyoka huwa havamii watu, ila watu huwa wanavamia nyoka. Kwa sababu gani? Nipo soma maandiko, nikamwomba Roho Mtakatifu anisaidie, nikaanza kumtafuta nyoka, nikaanza kumsoma, nikapata sifa kuu 3 za nyoka. Nyoka, jambo la kwanza, anayasoma mazingira kuliko kiumbe mwingine yoyote kwa haraka. Alafu pili, option ya kupambana kwa nyoka, nimejua leo wakati naandaa hili somo, ni ya mwisho. Yaani nyoka ili ya kuattack ni option ya mwisho kabisa. Lakini option ya kwanza ya nyoka alionayo huwa ni kujiepusha na kila hatari. Ndio Yesu anasema lazima mfike mahali muwe na busara. Unajua kuna vita zingine utapigana kwenye maisha yako hazikuwa za kwako, uliavaa. Sasa nyoka anajua kabisa hii kitu, hii ni hapa. Now andiko hili sasa linaturudisha kule kule ambako Yesu anatuambia wana wa dunia wana hekima katika mambo yao kuliko wana wa nini? Wa ufalme. Maana yake na hapa anapotuambia nimewatuma iweni wapole kama ua, alafu anaposema na kule iweni wa nini? Wajanja kama nini? Kama nyoka. Ni kitu gani kinachomsaidia mtu kuswitch wapi anakuwa mpole, wapi anakuwa mjanja? Ni hekima ya Mungu iliyoko ndani yake. Ninakuombea Mungu atakupa hiyo hekima katika jina la mamlaka la Yesu. Come on, nasema nakuombea Mungu atakupa hiyo hekima katika jina la mamlaka la Yesu. Nasema tena naomba Mungu atakupa hiyo hekima katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Na ukirudi kwenye maandiko niliyoyasoma, ukienda kwenye mstari wa kwanza kabisa tuliosoma, mstari wa 22 kitabu cha Mathayo, tuliposoma pale ile sura ya 14 kuanzia mstari wa 22, kuna kitu ambacho unakiona Yesu anakisema. Natamani sasa nianze kufundisha kutokea hapa. Kwa nimekuonyesha huo utangulizi juu ya pattern za ulimwengu wa roho na namna zinazofanya kazi, lakini juu ya vile ambavyo Mungu anatukusudia sisi kama watu wa ufalme tuwe. Unaona, anaanza kuongea kitu cha kwanza kwenye andiko. Anasema mara akawalazimisha wanafunzi wake waende wakapande katika mashua na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Kuna kitu nilikuwa nakitafuta hapa wakati anaongea kwenye maandiko haya ya kwamba akawalazimisha wanafunzi wake. Maana yake kuna kitu Yesu alikuwa anakifanya. Utakuja kugundua saa hii ndipo mahali ambapo Yesu ametoka kulisha watu 5,000 mikate. Na ukienda juu, kuanzia juu kwenye Mathayo, anatuonyesha jinsi ambavyo aliwalisha watu 5,000, alafu anaelezea tu jinsi walivyokula wakashiba, alafu haisemi kitu chochote. Lakini wakati Roho Mtakatifu ananifundisha jambo hili, nikaenda kutafuta kwenye stori hii imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana, ambayo Yohana anatuonyesha sura ya 6 mstari wa 14, anatuonyesha kitu ambacho ninadhani ndicho ambacho kilimfanya Yesu awaambie watangulie. Yohana sura ya 6 mstari wa 14 anasema, basi wale watu walipoona ishara aliyoifanya. Ishara ipi? Ishara ya kuwalisha watu mikate. Alipowaona ile ishara aliyofanya, walisema hakika huyu ndiye yule nabii ajaye ulimwenguni. Lakini wakati wanamtaja Yesu kama nabii, kwao picha kubwa waliokuwa nayo haikuwa wanataka tu nabii kwa maana ya spiritual covering, lakini kwao ilikuwa more of political covering. Na ndio maana siku Yesu wamekaa kule anapoambia wanafunzi wake msiondoke,
kuna kitu walimuuliza ambacho Yesu aliwapotezea juu kwa juu. Sema, Bwana, hivi ndio wakati huu utakaporudishia Yerusalemu utawala? Akasema, sio juu yenu kujua mambo ambayo yapo katika majira na nyakati za Baba mwenyewe, lakini nyinyi sasa hivi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Maana alichokuwa anasema, mnachokitaka ninyi sio sasa hivi. Sasa hivi nyinyi mnahitaji Roho Mtakatifu kwanza. Alafu angalia mstari unaofuata. Anasema, huyu ndio nabii. Mstari unaofuata, kisha Yesu alipotambua. Kwa hiyo kumbe ile nabii ilikuwa imebeba kitu ndani yake. Sasa Yesu ndo akatambua, alipotambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalume. Akajitenga, akaenda tena mlimani peke yake. Na ndio ukinirudisha kwenye Mathayo, that is the reason Yesu anawaambia wanafunzi wake, akawalazimisha ondokeni, maana alishajua wakisema hapa wanataka kunifanya mimi mfalme, na Petro yupo, Yakobo yupo, mi naweza nikakataa, lakini kama yule mtumishi wa Elisha alivyosema, amesema zile nani ulete. Si mnakumbuka Elisha aliwahi kumponya nanilia yule jemedali na yule jemedali akaenda na sadaka za kutosha, lakini Mungu akamwambia hapana, hii kitu usichukue. Wakati mtumishi anaangalia akamwambia, mzee, hatujamaliza jengo na una changizo, lakini hatujamaliza jengo, ndio mlango umefunguka. Akaangalia akasema, hii kitu sio nanilia. Yule ndugu aliyeponywa alipoondoka akaunga Geazi, akafanyaje? Akaunga. Sema, samahani kiongozi, amenituma mkuu amesema amekubali kwamba zile sadaka unipe nimpelekee. Sasa Yesu tu kuto kuwaingiza wanafunzi wake sababu anawajua, kwambia nyewe tangulieni. Pastor Fred, hii unasemaje? Nasema hivi, ndio siku Yesu alipowatuma wanafunzi wake wakanunue chakula mjini, alafu alipokuja na chakula hauoni mahali akila. Yaani ile wameenda mjini kununua chakula, alafu yeye anakutana na mwanamke kahaba, nipe maji ninywe. Si nakumbuka waliporudi, walipomkuta kisimani na yule akaanza amna, kwamba alijua huyu anatakiwa aokoke, lakini wakina Petro wanajua huyu ni kahaba, wakina Tomaso, wakina Andrea, yaani sijamwambia neno moja watanivuta, watamwambia mkuu, unajua wewe ni mgeni, kwa tukushauri, kuna watu kwenye mji huu sio hata wa kusimama nao. Sasa nishike angalau mmepiga makofi, pigeni vizuri basi. I am trying hard kuelewesha, mmenielewe? Kwa hiyo unaona, anasema naye akawalazimisha wanafunzi wake wapande katika mashua na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alikuwa akifanyaje? Akiwaaga makutano. Kwa hiyo ukiconnect kutokea kwa Yohana na kwa Mathayo, ndio utakuja kugundua Yesu alijua nikianza kuagana nao hawa kwa mikate waliokula leo, wataanza kuwaza kesho inakuwaje, na ili kesho tupate tena mikate, sema mkuu wewe ndio mwenyewe. Na sisi hatujawahi kupata mtu kama wewe, hajawahi kutokea. Hayupo. Wapi? Nani? Lini? Haijawahi kutokea mtu anaelisha watu mikate hivi. Wewe ndio wewe, na sisi tuko tayari, tuko nyuma yako. Yesu akawaambia, nyinyi tangulieni. Kwa hiyo akawaepusha na mtego ambao bado vifua vyao vilikuwa havina uwezo. What I love about Jesus, kuna nyakati ambapo sisi hatuna uwezo wa kukabiliana na mambo. Yesu anatengeneza, ni kama mlango unafunga, ni kama anakutoa kwenye picha, ni kama anakutoa kabisa nje ya kwamba uhusiki, na wewe unaanza kulilia, na mimi nitaka niwaage, lakini anajua kitakachofuata baada ya hapa hauna uwezo wa kukienda. Lakini kitu cha pili ambacho ninakiona kwenye maandiko haya, kwa nini anawalazimisha? Biblia ukienda mbele utakuja kugundua alikuwa anataka akae peke yake, kwa sababu pia mtego wa kumtoa mtu kwenye kusudi ni mtego unaohitaji usaidizi wa kimungu, kwa sababu hicho wanachomfanyia ni kama promotion. Lakini kumbe spiritually, kwa mandate aliyonayo, hakuja kuwa mfalme kwa ajili ya wanadamu, alikuja kuwa mfalme wa mioyo
ya watu. Na hichi kilikuwa ni cheo kikubwa, kwa sababu yani akishaingia kwenye mioyo ya watu anawatawala watu kwa wao kupenda kutawaliwa na wewe. Lakini na yeye ili litimie lazima aende msalabani. Ndio maana mstari unaopita anasema, nipoaga makutano, mstari unaofuata wa 23 anaandika, anasema naye alipokwisha kuaga alipanda mlimani faragani, mahali pasiri, kwenda kufanyaje? Kwenda kuomba. Na kulipokuwapo kupo jioni, alikuwa huko peke yake. Maana yake, sababu ya pili, alikuwa anataka kukaa peke yake, maana inawezekana kile kitu ndani yake kilikuwa kimemuingia. Mtu wa Mungu, uharibifu ndani ya watu hauingii siku moja. My God, uharibifu ndani ya watu hauingii siku moja. Watu wanaanzaga, unasifiwa, unakuwa kama unakataa. Hapana, hapana, tumtukuze Mungu. Siku ya kwanza unamtukuza Mungu, siku ya pili utakutana na kilaza na Mungu. Adui anao wajumbe wanakuja kukwambia, mkuu, pastor, mimi sijawahi kuona mtu anafundisha kama hapa. Kuna namna wewe unauleta ule ufunuo, alafu siku ya pili unasema utukufu kwa Mungu. Lakini usipokuwa makini, hizo informations huwa zinaanza kuingia. Ukisoma kwenye historia ya uamsho ya kanisa, mmoja kati ya watu apostles ambao Mungu aliwatumia sana, nafikiri ni John, sikumbuki kama ni John Gile kama ama who is that? Nafikiri John huyu ambaye Smith, achana Smith Wigglesworth, kuna Smith mwingine ambaye Mungu alikuwa anamtumia kiasi kwamba watu wakaanza kumwambia, wewe ndio Elia umefufuka. Yaani wewe sio una manto. Wakaanza kumwambia, wewe una manto ya Elia juu yako. Alianza kusema tukufu kwa Mungu. Lakini wakaendelea kumjaza. Wakamwambia, wewe sio kwamba una manto ya Elia. Yaani wakaanza kufika, wakatoa kwenye manto, wakasema wewe sio kwamba una manto ya Elia, wewe ndio Elia mwenyewe. Nenda kasoma historia. Mtu ambaye Mungu alikuwa amemtumia kufanya ajabu. Na yule jamaa, historia zinasema mpaka anakufa, alikufa akiamini yeye. Lakini ilianza na kamstari kembamba. Ndio maana Yesu anapopokea hii kitu, na anajua hii kitu ina marupurupu, kwa sababu Yesu anajua ultimate result yangu mimi ni msalaba, una maumivu. Lakini wanachotaka hawa, mimi niwe mfalme juu yao, kuna raha zaidi, ili nikae kwenye hii kitu. Yesu mwana wa Mungu akaenda kuomba. Anaenda kuomba nini? Anaenda kuomba focus ya kutolewa kwenye kile kitu Mungu amemweka. Ameenda kuomba kwamba Mungu, mimi ninajua umenipa haya yote, ninafanya haya yote, lakini katika maisha yangu bado nataka mapenzi yako yatimizwe. Ninakuombea Mungu atakupa ndio hiyo hekima nayokwambia, ile inayosema kuweni wapole kama ua, wajanja kama nyoka. Ni kujua hawa watu nikiwaacha waimbe tena huu wimbo siku ya pili, hiyo kitu itaniingia ndani. Kwa jambo la pili, alikuwa amewaacha watangulia kwa sababu alihitaji kukaa peke yake. Ni nini ninachokufundisha? Kuna nyakati kwenye maisha yako hauhitaji corporate prayers, unahitaji personal prayers. Yaani kuna wakati inabidi ufanyaje? Ukae peke yako. Kuna mambo makubwa wewe hayazaliwi kwenye kundi la watu wengi. Na ndio maana Yesu anaenda anakaa peke yake. Na utagundua hata kabla Yesu kwenda kufanya kazi kubwa ya msalaba, tena kitu cha mwisho alienda akafanyaje? Akakaa peke yake. Na akaenda na akamwambia, jamani, mmeshindwa kukesha na mimi. Na utakumbuka hakuhitaji waombe na ndio maana alikuwa anaenda mahali anawaacha, anamwambia, nyie kaeni hapa, ombeeni kwa hapa, ila mimi naenda kuombea huku. Yakobo wakati anabadilishwa kuwa Yakobo kuwa Israeli, Biblia inapoanzika inasema Yakobo akafanyaje? Akakaa peke yake. Ibrahimu anapoenda kuthibitisha upendo wake wa Mungu kwa kutoa sadaka, alienda na Isaka, akaenda na watumwa wake, lakini kuna level alifika akawaambia, ninyi bakini hapa, nachoenda kukifanya mkikiona, yani life will never be the same. Mtaniita mchawi, siku narudi. Kwa hiyo ili kuna mambo, ili level yenu haijafika, nyie kaeni hapa. Kwa hiyo wale wasaidizi walishtuka tu, Ibrahimu na Isaka wanarudi, ila kilichotokea mlimani hata wenyewe walikuja kusoma.
Yaani kama ambavyo sisi tunasoma, akachukua kisu akajosha akamkata. Ibrahimu alijua hii kitu tunayoenda kuifanya hii nawaacha wengi sana. Kiongozi wameshaharibu nini? Wameshaharibu ibada. Kiongozi usiwe kiongozi. Wameshaharibu nini? Ibada. Na ndio maana walikuta tu wanakuja jioni, wanamuuliza Isaka, vipi imetokea? Nitawasimulia. Ni kitu gani kinachotokea? Kwa sababu kuna mahali hauendi mpaka uwe na uwezo wa kukaa peke yako. Nao kuna nyakati Mungu anazileta kwenye maisha yetu. Umeshawahi kuona upo kwenye maombi ya jumla, alafu maombi ya jumla yanaisha, Roho Mtakatifu anakuita kwenye maombi ya peke yako. Hayo maombi huwa yanaitwa powerhouse mwanangu. Hayo maombi achana nayo. Kuna kitu Roho Mtakatifu huwa anafanya kwenye hayo maombi. Kuna wakati mmemaliza siku 30 za maombi na wenzako, alafu Roho Mtakatifu ni kama anakuambia ndani yako bado kuna za kwako. Zitii hizo, kwa sababu hujui kilichoko mbele yako ni kitu gani ambacho Roho Mtakatifu anakuandaa. Ndio hii hekima anayoiongelea ya kujua ninabadilika wapi. Lakini wewe unasema unajua tumetoka kumaliza na mimi naamini Mungu amesikia. Ndio, Mungu amesikia, lakini kuna patterns, kuna protocol ya ulimwengu wa roho. Kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho ambacho bado. Na wakati unaomba, kumbuka maombi hayadili na Mungu, maombi yanadili na wewe. Sababu wengi tunadhani tukifunga tunamnyonga mkono Mungu. Yeye kwamba siku ya kwanza ulimshika mkono Mungu ukamwambia Baba tenda. Hakutenda, ukasema naongeza kesho tenda. Alafu ulipofika siku ya 28 ndio labda Mungu natenda. No. Kwa sababu wengi huaga ni kama tunakomesha sasa, ngoja niende kwenye maombi. Yale maombi ukienda yanakunyonga wewe, yanakufanya hambo. Unaingia kwenye maombi huko hivi, unatoka huko hivi. Maombi ukiingia kwenye maombi ya muda mrefu, na ndio maana tunachotegemea kuona na kiburi chako kimeisha baada ya siku 30. Ndio tunachotegemea kuona na kuropoka kwako kumeisha baada ya siku 30. Tunategemea kuona kukurupuka kwako kumeisha baada ya siku 30. Tunategemea kuona mambo yalikuwa madhaifu kwako, kwa sababu maombi si kwa ajili ya Mungu. Maombi ni kwa ajili yako, kukujaza kwenye nafasi ya Mungu, kutoshea kile kitu Mungu anachotaka kufanya kwenye maisha yako. Kama unakubali, sema Bwana Yesu, nipe neema ya maombi. Come on, sema Bwana Yesu, nipe hekima ya maombi. Na ndio maana utajiuliza kwa nini tukiingiaga kwenye maombi ya wakati fulani ni kama nakuwa sensitive sana katika uwepo wa Mungu, sensitive sana kusikia sauti ya Mungu, sensitive sana kupokea majibu. Yale majibu waga yapo tu around, ila wewe waga huyaoni kwa sababu ya spiritual status yako. Kwa unapoingia kwenye maombi unaumuhua mwili, roho inakuwa alive, inaanza kuona zaidi mambo ya rohoni. Mtu wa Mungu, mambo ya rohoni si kwamba tunapoomba ndio mambo ya rohoni waga yapo. Na ndio maana siku Elisha na Gehazi walipovamiwa na jeshi la Washami, Gehazi alikuwa anahangaika kwa sababu macho yake hayapo rohoni. Na ndio maana anaenda kumwambia bwana wangu tumeangamia. Lakini anapomwambia bwana wangu tumeangamia, Elisha haombi ya kwamba Bwana tenda muujiza, tuma majeshi. Kwenye ulimwengu wa roho, watu wa Mungu, majeshi huwa yapo. Yaani kwenye ulimwengu wa roho majeshi waga yamefanyaje? Yapo. Yaani majeshi waga yapo. Yaani yapo standby. Shida tu wewe huzisomi zile frequency. Na ndio maana kwenye situation hiyo kuna mtu anahangaika mpaka anaumwa tumbo. Na kuna mtu kwenye situation hiyo amekaa. Kwa sababu gani? Kuna kiwango amefika, anaujua ulimwengu wa roho, na anajua msaada wangu mimi uko hapa, anajua neema yangu mimi iko hapa, anajua majibu yangu yako hapa. Ninakuombea hiyo hekima katika jina la Yesu. Biblia inasema Elisha akamwambia Bwana, mfungue macho apate kuona. Walioko upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Mabibi na mabwana, habari njema. Walioko upande wako, walioko upande wako, walioko upande wako, walioko upande wako, walioko upande wetu ni wengi kuliko waliko upande wa adui. Na ndio maana hata wakati watu wamekata tamaa, si tunaonekana tunatembea, tunaendelea mbele, kwa sababu macho yetu ya rohoni yalishatuonyesha zamani. Yaani wanachosubiria hawa, wanasubiria kitu kinaitwa utimilifu wa wakati, na wanasubiria kitu kinaitwa order.
Petro alipokata yule mtu, Yesu akamwambia Petro, mimi ningekuwa nataka hizo issue unazo za kutumia panga, mimi ninaweza kuita jeshi la malaika. Maana yake hilo jeshi kumbe liko wapi? Liko standby, liko pale. Kama malaika wawili waliua 180,000. Wawili. Malaika wawili tu walienda kujili na mji mzima. Sodoma na Gomora walienda hao. Yesu akasema sami nao jeshi, na akataja kwa ile namba ambao wanakuja malaika 6,000 mara 3. Ndio ambao Yesu angesema nimeahirisha msalaba, wangepiga show pale haraka haraka. Lakini hekima namwambia nyamaza. Kwa unaona, hekima ni kujua ya kwamba sio unavyoomba ndio mambo yanatokea. Yaani mambo waga yapo tayari. Msaada kwenye ulimwengu wa roho upo tayari. Malaika kwenye ulimwengu wa roho wapo tayari. Nguvu iko tayari. Uponyaji uko tayari. Muujiza uko tayari. Neema iko tayari. Lakini unapoomba wewe unakaa katika hali ya utayari ya kuweza kuwasiliana na viumbe vya rohoni. Nenda kasikiliza somo nimefundisha malaika na viumbe vya rohoni, ya kuweza kuwasiliana na viumbe vya rohoni na kukomandi katika ulimwengu wa roho, vile vitu viinuke vianze kufanya kazi katika jina la Yesu. Ninakutamkia utayari na wewe katika ulimwengu wa roho, utaita na hivyo vitu vitakuwa katika jina la Yesu. Asema Bwana mfungue macho. Kwa hiyo sio Bwana tena muujiza. Mimi nitegemea kusema Baba sasa ni saa, ita malaika, ita malaika. Ila mwamba amekaa na kunywa kahawa. Dogo anahangaika anasema mkuu, wako nje, wako wengi. Alafu anamjibu very simple, Bwana mfungue macho apate kuona walioko upande wetu. Biblia inasema alipofunguliwa macho akaona. Elisha akasema Bwana nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho ule mtumishi naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa nini? Farasi na magari ya moto. Alafu yaliyokuwa yamemzunguka Elisha sio Elisha na yeye. So it has to tell you, my God, haya kumzunguka Elisha na Gehazi. Manake ulinzi wa Gehazi ulikuwa ni kuambatana na nani? Alafu tunajua kugundua ni mambo ya ukoo. Maana hili ndio aina usafiri huu ndio ambao baba yake aliondoka nao. Ndio aina. Sio kila mahali unaona hichi kitu. Aina usafiri ndio aina ambao baba yake alifanyaje? Aliondoka. Elia siku anapanda kwenda juu. Ilikuja nini? Farasi wa nini? Sasa ndio mambo haya roho ya baba imeingia kwa mtoto. Baba aliondoka na gari moja, mtoto ana escort ya magari kama yote. Yote ielewa nyumbani. Spirits and mantles. Akaona natazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha. So knowledge katika ulimwengu wa roho inakupa benefits za ulimwengu wa roho. So sio kwa sababu ilikuwa imemzunguka kwa sababu Elisha tu ndio pekee. Gehazi alijua hata kama vitu vina exist. Kwa hiyo what you does not know does not exist to you. So nasema pastor, huu uponyaji unasema uko tayari. Uko wapi? Huu uponyaji ulishakamilika msalabani, na ndio maana kauli Yesu anasema, kauli ya mwisho kabla ya kukata roho anasema imekwisha. Imeisha nini? Maana yake wanaohitaji uponyaji nimeshawapona. Wanaohitaji kufunguliwa mimi nimeshawafungua. Kazi ni kwao kuswitch na namna ya kuactivate. Ndio maana mimi nakufundishaga jinsi. Funguo. Kwa sababu Yesu alishasema imeisha. Sasa wewe unashangaa imeishaje? Kwani unajua kama yeye kwenye hesabu kwa 2 imeisha, kwa 3 imeisha, kwa 4 imeisha. Ila wewe ukiangalia unaona imeishaje saa ngapi? Sasa ili ukijua imeishaje ndio unafundishwa sasa jinsi ya kuisha. Maana yake jibu lipo. Ni sawa na ile hesabu ambayo umeshapewa jibu 16. Tafuta njia. Ndio ufomo ndio ulimwengu wa roho ulivyo. Yaani ulimwengu wa roho uko hivi. Tunajua sisi ni washindi na zaidi ya kufanyaje? Ya kushinda. Ila tunashindaje? Tunajua Yesu alishashinda. Yaani sisi tunacheza mechi ambayo tumeshashinda. Ila tunashindaje? Wewe kinachokupeleka kwenye movie ni kitu gani? Unaenda kwenye movie unaangalia, unajua Sterling hafi. Yaani it is in your knowledge, unajua Sterling hawezi kufanyaje? Kufa. Ni lazima atafanyaje? Ili hii movie ishe vizuri, lazima afanyaje? Atashinda. Sasa nini kinachokupeleka pale? Unaenda kuangalia atashindaje?
Umekaa pale na Pepsi yako na mapopcorn unakula, unahuzunika kabisa, anaanguka kwenye maji, anashindwa kusimama. Ila mwisho wa siku atafanyaje? Atasimama. Ila atasimamia wapi? Ndio uzuri wa Ukristo uko hapo. Yaani kuna wakati Mungu anatupa adventure. Pita hapa. Yaani unajua nitashinda. Ila nitashindaje? Unajua nitatokaje? Unajua itakuwaje? Alafu inapokuwa itakuwaje, ndio unatoka na experience mpya, na neema mpya, na ushuhuda mpya, na story mpya, na kibali kipya. Ninatamka kwa ajili yako katika jina la Yesu. Itakuwaje sijui, lakini nachojua itakuwa katika jina la Yesu. Bwana atafanyaje sijui, nachojua atafanya katika jina la Yesu. Bwana atatendaje sijui, lakini nachojua atatenda katika jina la Yesu. Jambo la tatu, kwa nini Yesu anasema watangulie? Yesu alikuwa anataka sasa kutuonyesha pattern, kuwafundisha pattern nyingine ya ulimwengu wa roho, ambayo sasa ndio unaona mstari unaofuata. Kila mtu nisaidie kusoma, anasema kitu gani? Now, aliwaendea saa ngapi? Wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Kumbuka waliondoka jioni, lakini Yesu ameenda kutokea zamu ya 4 ya usiku. So it has to tell you, kulikuwa kuna kitu cha kipekee kwenye zamu ya 4. Sasa unaposoma hizi zamu, nilikuwa nasoma hebu niwekee kwenye amplified ili uelewe. Kuna kitu kitakusaidia. Niwekee kwenye amplified. Kuna zamu ya kwanza, zamu ya pili, zamu ya tatu na zamu ya, na kwa kadiri hizi zamu zinazozidi kupanda ndio hatari inapozidi kuongezeka. Na ndio maana utaona zamu ya kwanza nimekwambia ilikuwa inaanza saa ngapi? Saa 12 mpaka saa 3 usiku. Hiyo ni zamu ya kwanza. Zamu ya pili utaona ilikuwa inaanza saa 3 mpaka saa 6. Alafu unaona kuna saa 6 mpaka saa 9, zamu ya tatu. Alafu kuna ya saa 9 mpaka saa 12, zamu ya 4. The most dangerous hour. Na ndio maana kwenye zamu ya 4 walikuwa hawawekwi walinzi wa namna yoyote. Walikuwa wanawekwa watu waliowekwa akiba, wenye nguvu kwa ajili ya zamu ya 4. Now, nikawa very interested kujua hii watch hour ya saa ngapi? Saa 9 mpaka saa 12 ina kitu gani? Kwanza ndio wakati ambapo kuna usiku mwingi umetokea. Na watu wa Mungu wangapi wamewahi kuibiwa hapa? Waseme haleluya, waliowahi kuibiwa. Na natamani ni kuambia kwamba haukuibiwa saa 4, haukuibiwa saa 5, haukuibiwa saa 6, haukuibiwa saa 7 wala saa 8, ila kuanzia saa 9. Kwa sababu kiukweli hata wale ambao waga wanakesha usingizi kabisa ule wa kweli, waga wanakuja zamu ya 4. Ngoma inaanzaga saa 9. Pale ndio ulimuota. Sisi kama unanielewa? Saa 9 kwenye zamu ya 4 ndio, yani kama utakuja kugundua, unaweza ukatoboa muda wote. Unabisha, njoo kwenye mkesha wa maombi. Wana watu wanazunguka, baba masaa saa 4, baba 5 hiyo, baba saa 6 ndio mtu kama sasa amepata moto na kuvunja. Sogea, navunja, sogea, kamata. Saa 7, saa 8, saa 9 utaanza kuona watu wamepungua. And if you are careful enough, hii zamu ya 4 ni saa ya kiroho. Ndio maana wengi Roho Mtakatifu huwa anaruhusu muamke saa 9 kuendelea mbele. Unadhani umeitwa kwenda washroom. Unaenda washroom, unafanya unayoyafanya, unazima taa, unarudi, unaanza kutafuta usingizi ya uji. Right away unachukua simu yako, unakesha mpaka saa 12 asubuhi, wakati Roho Mtakatifu alikuamsha kwenye zamu ya 4, kwa sababu alikuwa anajua kuna watu wamekuamkia kwa ajili ya zamu ya 4.
habari ya zamu ya nne. Kwa nimekwambia kitu cha kwanza, tunaposema midnight, ule usiku wa manane, sio saa 8, ni zamu hii. Kwa sababu tunapoongea kwa habari ule usiku wa usingizi mzito ni huu. Lakini jambo la pili, kwa nini zamu ya nne? Zamu ya nne ni zamu ya dhabihu. Na nilishakufundisha my God, nilishakufundisha ni kitu gani dhabihu inaweza kufanya. Now, mtu yoyote anayeweza kuacha usingizi saa 9 akaomba, huyo sio tu kwamba ameomba, amefanya mambo mawili kwa wakati mmoja, amejidhabihu na ameomba. Kwa pasa Mungu asikii maombi mchana, anasikia, ila maombi ya mchana ni maombi. Maombi ya mchana ni nini? Ni maombi. Ila maombi ya saa 9 ni dhabihu iliyobeba nini? Niambieni amen basi. Mnanikataa, mnanikubali na mnanichanganya, mnashindwa kuelewa. Niambieni amen kama mnanielewa. Nimesema maombi haya saa 10 ni maombi. Haya ni maombi. Lakini yale ya saa 11 asubuhi yale, ile ni dhabihu yenye nini? Yenye maombi ndani yake. Na watu wa Mungu, huu muda wa dhabihu, ndio vitu vingi vya giza vinatokea kwenye muda huu. Ndio mambo mengi ya ajabu yanafanyika kwenye muda huu. So Yesu amewaruhusu waondoke mpaka jioni, na utakuja kugundua asaya daba nishike. Zamu ya 4 ndo tunaita the peak hour. Ndio maana ukirudi kule Biblia inasema huku usiku wote walisafiri mambo yakiwa yako shwari, lakini ilipofika maeneo hayo ndio wakawa actually wamefika katikati, in the peak of their journey, katikati ya bahari ndio kitu kinafumuka. Nikwambie sasa, ndio wakati ambapo Yesu anaamua kutokea katika ile zamu, only ili tu atuonyeshe ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna pattern nyingine ambayo kama Mkristo lazima uwe makini nayo. Ni pattern hii ya zamu ya 4, kwa sababu hii pattern kwanza inakuja na uchovu. Hii pattern kwanza inakuja na sababu ya kupumzika. Hii pattern kwanza inakuja na sababu ya kurelax, kwa sababu umeshasafiri muda mrefu, hakuna kilichotokea. Umefika hapo unasema sasa let me rest. Hii ndio pattern ambayo inakuja na uchovu. Na hii zamu nikiiweka katika namna ya kutafsiri majira katika roho, hii zamu ya 4 huwa ni miisho ya miaka. Wajua Disemba kuna ajali, ni zamu ya 4. Kwa sababu ulimwengu wa roho uko smart kuliko unavyodhani wewe. Why sio Januari? Why sio Februari? Why sio Machi? Kwanza Januari mnafungua na siku 40. Kwa hiyo spiritual, you are so awakened. Ndio mnataka kupanga mipango ya mwaka mzima, you are so awakened. Yaani hapa inapokuja kutokea, lakini inapoanza kufika mwezi wa 9, ile nguvu ya mambo uliokuwa umeyapanga kwenye daftari ulikuwa ukiandika, unaangalia uone yaliyotokea, nguvu inaanza kukata. Na ndio pale Yesu anaandika, anasema ufalme wa Mungu unafanana na mtu aliyepanda shamba lake, alafu anasema walipolala akaja adui akapanda magugu. Na ndio maana ana hizi zamu, kwa Kiingereza anaziita watch hour. Maana yake ni saa ya kukesha. Maana yake ni kitu gani ambacho anakisema? Kitu cha muhimu ambacho anakisema hapa, hapo walipokuja kulala, aidha walilala kwa sababu nzuri ama kwa sababu mbaya. Kulala ni kulala, kwa sababu hapa hatuonyesha kwamba walipolala kwa sababu no. Walilala kwa sababu wamechoka, lakini adui pia alijua wamefanyaje, wamechoka. Sasa kuna usingizi rita, lakini kuna usingizi wa kiroho. Kama ambavyo mimi sihitaji kuwa nabii kujua ya kwamba wengi hapa mlioko hapa maisha yenu ya maombi yameshuka between mwezi wa 10 mpaka sasa hivi. Yaani ile neema ya kuomba uliokuwa nayo kule mwanzoni. Kwa sababu gani? Kuna fire ulitembea nayo kutokea siku 40 pale, siku 35 zile. Anasema inuka ule
maana safari hii ni ndefu. Anasema naye akainuka akaenda kwa nguvu ya nini? Ya chakula kile. Kwa nguvu ya zile siku 35 ulitembea Januari, ulitembea. Kwanza ile siku 35 yenyewe inakukuta mpaka Februari katikati. Kwa hiyo Machi unatembea kwa nguvu, Juni unatembea mpaka pale Mei unafika mpaka mwezi wa 9, mwezi wa 10 unaanza kuwa disappointed na matokeo unayoyaangalia. Kwa hiyo ni mambo yote niliyoyaomba, ina maana ndo nimeishia hapa. Moyo unashuka. Ukishuka unajisikia sababu nzuri ya kwa nini natakiwa kupumzika. Zamu ya 4. Unajisikia sababu nzuri kwa nini sitakiwi kuomba. Zamu ya 4. Mwanangu mmoja alinifuata akaniambia, baba naomba niombe. Nimesikia ndani yangu sina ile nguvu ya kuomba hata nikiamka usiku. Nikamwambia nitakujibu. Wewe uliyeniambia ndo nakujibu sasa hivi. Na tena alikuja ananiambia leo, Roho Mtakatifu akaniambia huyo dawa yake ipo kwenye zamu ya 4. Yaani ndo nakujibu sasa hivi. Hicho kilichokuchosha ni zamu ya 4. Hii ndio zamu ambayo attacks come from all over. Kila mahali kuna piga, kila mahali kuna piga. Ulimwengu wa roho uko sensitive. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho unajua watu hawako tayari kulipa gharama. Si watu wengi walioko tayari kulipa gharama. Kwa hiyo wakati watu wanalala, hivi mnafikiri ni nani wezi aliwaambia saa nzuri ya kuiba ni saa 9? These things are so spiritual. Yaani kuna vitu tu ni pattern za ulimwengu wa roho. Ukitembea. Sasa hapa napoongelea kwa habari ya saa, sijakufunga kwenye saa 9 sijui saa ngapi. Ninakufunga pia kwenye miisho ya misimu, miisho ya majira, miisho ya seasons fulani kwenye maisha. Hivi umeshawahi kugundua unapomaliza season moja, ukiwa katikati ya kumaliza season moja na nyingine, moja kati ya dalili ya kwamba Mungu anakupeleka kwenye season nyingine ni uchovu ulionao. Uchovu wa kiroho ulioko ndani yako. Umekimbia mwendo mrefu, alafu kuna kipindi you can't pray. Kuna kipindi you don't feel like praying. Ngoja nikwambie, that is the time to pray like never before. And guess what? Wakati huo ukifika, sio lazima uombe kwa maneno yako. Yaani jiuzulishe kwenye mudi ya maombi hata kama maneno yako hayatamki kitu. Mungu waga anaweza kusoma moyo na akatafsiri mambo ambayo hayajaongelewa katika moyo. Pokea hiyo neema katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Na ndio maana ukifika kwenye zamu ya 4, hata kama hausikii kuomba, kaa katikati na watu wanaoomba. Sinzia ukiwa kwenye maombi. Mimi sitaki kuwa nikwambia unajua hapana, omba, jitahidi. Kuna kipindi huwezi kujitahidi. Zamu ya 4 ndio utaanza kupata sababu nzuri ya kutokusanyika kwenye zamu ya 4. Yaani be around. Ndio maana Mungu anamwambia Adamu, uko wapi? Be around. Yaani kuna wakati mimi sisikiagi kuomba, lakini nakaa kwenye katikati. Naenda kwenye kongamano la maombi na sitaomba ila naenda. Na unasikia tu siku ya kwanza watu shada baba yada baba moto moto moto. Wewe unakaa tu namna hii, unaona tu hapa mbona kama hao wataona na wachola, unajilazimisha nawe moto 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 moto. Unasinzia kwenye moto. Lakini guess what? Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa atmosphere. Na atmosphere huwa ina tabia ya kuchukua kila mtu aliyekaa kwenye atmosphere. Yaani upo ndani ya atmosphere, hata kama usemi moto, moto wa jirani unakushika moto, 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 moto. Ukiona unashindwa kusema, akisema moto sema ndio hivyo. Moto, kaifo, moto, hiyo. Ndio unaanza kuona ghafla na wewe unaanza kudaka moto. Pale ulipokuwa umechoka, unaanza kuona na wewe ghafla tu ni mguu tu unaanza kutikisika. Unaanza kuona tu ni mguu, kichwa kinaanza kutikisika. Unaanza kuona tu mkono mmoja umeinuka juu namna hii. Kama hujajua katika za utaona umeinuka na wewe umeanza kutuma moto. Hivyo ndivyo tunavyoshinda vita katika jina la Yesu. Ninakuombea hautazimia katika zamu ya 4 kwa jina la Yesu. Nasema na kuombea hautazimia katika zamu ya 4 kwa jina la Yesu. Kaa chini nikufundishe kidogo na malizia. So you see,
Anachokiongelea hapa, anaongea ni kitu kikubwa kuliko unachoweza kukidhani kwenye maisha yako. Ni zaidi ya saa. Anaongelea kwa habari ya miisho. Wamefika katikati, wanakaribia mwisho. Walikotoka ni mbali, wanakoenda ni karibu. My God. Anaelewa? Zamian. Kipindi hichi Disemba hii ni saa 9 fulani, hii ni saa 12 fulani. Ukiona, na ndio maana kweli kuonyesha maandiko ambayo yatakusaidia. Na ndio maana utakuja kugundua, my God, Yakobo alipokaa peke yake, alikaa, Biblia inasema usiku ule, maana yake ilikuwa ni usiku. Alafu Biblia inasema ilipofika baadaye utakuja kugundua ilikuwa ni zamu ya 4, kukaa mtu akaja kuja kushindana naye. Alafu amekuja kushinda saa ngapi? Anasema ilipofika alfajiri, alipoona ya kuwa hamshindi, my God, ndo akamwambia, jina lako unaitwa nani? Akamwambia, mimi naitwa Jacob. Akamwambia, kuanzia leo utaitwa Jacob, wewe utaitwa nani? Israeli, kwa sababu umekushindana na Mungu na wanadamu na umefanyaje? Umeshinda. Biblia inasema akambariki huko. Akamwambia, jina lako nani? Akamwambia, kwa nini unauliza jina langu? Akaondoka. Alafu mstari unaofuata Biblia inasema jua likamzukia. No, sio mwanga. Kwa nikuonyeshe Hosea anachokiandika. Nani ananielewa aseme haleluya? Kama nani ananielewa aseme haleluya? Utakuja kugundua kuna mahali anaandika kwenye kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Angalia kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Anaandika andiko hili, anasema nasi na tujue, naam tukiendelea kufanyaje? Kumjua Bwana. Alafu anasema kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Utagundua ile andiko la namna hii linaonyesha asubuhi linatokea mara nyingi sana kwenye Biblia. Anasema kutokea kana yakini kama nini? Kama asubuhi. Alafu anasema kama mvua ya vuli nyeshayo nini? Nchi. Ukienda Zaburi sura ya 30 mstari wa 5, anasema Zaburi 30 mstari wa 5, anasema maana ghadhabu zake ni za kitambo, katika radhi yake mna uhai. Alafu anaandika anasema hivi, huenda kilio huja kukaa usiku. Alafu anamazia lakini asubuhi. Na watu wa Mungu niwaambieni, asubuhi haianzi saa 12, asubuhi inaanza saa 9. Na ndio maana Biblia inaposema Yesu aliamka asubuhi kuomba, tunakubaliana, Marko anatuonyesha ni saa 9 mpaka saa 12. Wewe asubuhi yako ni saa 1. Sio kama kuna mtu ananielewa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Come on. Sio kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijajua kama anakujibu maswali yako sasa. Yani umefika mahali you don't feel like doing it anymore. Yani haujisikii tena kama mimi ninataka kufanya hichi kitu. Haujisikii tena mimi kama ninataka kukua kwenye mahali hapa. Haujisikii tena kama ninaweza kuomba tena. Na ndio hapo kuna mambo kama 3 Roho Mtakatifu amenifunulia. Na hapo nataka nikuonyeshe kwa nini. Nimekuambia kwanza zamu ya 4 ni hiyo saa 9 mpaka saa 12, lakini ni muunganiko ama ni connection ya miisho, ambayo kwenye hii connection ya miisho ya majira ni kitu gani huwa kinatokea? Jambo la kwanza ni mazoea. Umefanya kitu kwa muda mrefu, kwa kuchosha kwa muda mrefu, lakini umefika wakati sasa kwenye zamu hii mazoea. Unadhani matokeo uliyoyapata unaweza ukaweka pause mode ama default mode, mambo yakatokea automatic. Kwa hiyo bila kujua, saa hii ndio utakiwa kuwa na mazoea. Asante Roho Mtakatifu. My God. Namaliza kweli tena. Now, kwenye mbio ndefu za marathon, na siku hizi kuna marathon nyingi sana. Marathon nyingi sana. Lakini bahati mbaya hata sio marathon zile, ila wanakimbia. Mnanicheka. Watu wanaokimbia mbio ndefu, moja kati ya sifa ya mbio ndefu ni kutunza nguvu kwa ajili ya saa ya 4, kwa ajili ya zamu ya 4. Na ndio maana wataalamu wa marathon hawavaagi hata kama unavovaga wewe ukiwa unaenda kwenye marathon. Unajua kugundua huyu amekuja kwenye umisi au kwenye marathon. Mtu ana vya accessory vingi kwenye marathon. Nenda nakimbia. Au ngoja niachane na hiyo.
anakimbia. Alafu utakuta kuna wale walioenda kukimbia, kuna walioenda kuuza sura, na wale walioenda kukimbia hata wage umeshika maji mengi ndio kwanza umeanza. Wale jamaa waga wanatembea hivi kwenye marathon. Pita. Na viafoni vyako alafu wataalamu wa mambo wako tu mdogo mdogo, wanakusubiri ukachoke. Unapita zamu ya kwanza, unapita zamu ya pili, zamu ya tatu, ulimi huu hapa. Alafu wakati ulimi huu hapa ndio umeanza kutembea hivi, wamekuja watu wa Msalaba Mwekundu wanakufanya hivi miguu. Wale watu wa Red Cross unalishwa glucose. Ndio nashangaa yule mwamba ambaye alikuwa anatembea namna hii, yeye ndio amefika sasa. Kifua ndio kiko mbele. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua kwenye silaha, kwenye katika ulimwengu wa ushindi, pumzi inatunzwa kwa ajili ya zamu ya 4. Kwa sababu gani? Kwa hii kukimbia muda mrefu, unaanza kukimbia kwa mazoea. Na wewe lengo lako si ni kushindana na watu. Unaanza kuangalia, mbona kama wote niliowashinda wanapita kwa spidi. Kwa kadiri unavyoangalia unapoteza momentum. Kwa kadiri unavyoangalia unapoteza momentum. Lakini zamu ya 4 huwa tugeuki nyuma kuangalia nani anapita. Zamu ya 4 huwa tunaangalia kile tunachokiendea. Mimi leo ninaongea maneno mepesi sana, lakini nimevaa ofisi ya kinabii kwenye maisha yako. Mungu wa saa ya mwisho, Mungu wa dakika ya mwisho, Mungu wa zamu ya 4, ninakuambia mwisho wa mwaka huu, kile ambacho Bwana alikiahidi kwenye maisha yako, akasema kwenye mwaka huu kitatokea, na unaona bado hakijatokea, ninakwambia katika jina la Yesu kitatokea, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Ninatamka kwa neno la Bwana kama nabii wa Bwana ya kwamba kuna kitu kitatokea between now, kutokea sasa na tarehe 31. Nimekuja tu kukwambia Mungu wa dakika ya mwisho kuna kitu atakifanya kwenye maisha yako. Kuna amani ataiachilia kwenye maisha yako, kuna neema ataiachilia kwenye maisha yako, kuna mlango utafunguka kwenye maisha yako. Ikiwa Mungu wa kufungwa na majira na nyakati akasema iwe nuru na nuru ikawa, Mungu huyo amenituma kwenye dakika ya mwisho. Mungu huyo amenituma kwenye zamu ya 4. Mungu huyo amenituma kwenye saa ya jioni, wakati ambapo mioyo imekata tamaa ya kwamba ile ahadi inakuja. Kile ambacho Bwana amekisema kinakuja, kile ambacho Bwana amekitamka kinakuja. Mungu yule wa dakika ya mwisho yuko njiani, anakuja kwa ajili yako, anakuja kutokea kwa ajili yako, anakuja kutokea kwa ajili yako. Nimesimama kama nabii wa Bwana kwenye maisha yako. Zamu ya 4, saa ya mwisho, saa isiyotarajiwa katika utendaji, saa isiyotarajiwa katika kibinadamu, saa isiyotarajiwa katika macho ya watu. Bwana anakutambulisha katika jina la Yesu. Saa isiyotarajiwa katika dhiki yako, Bwana anakutambulisha katika jina la Yesu. Saa isiyotarajiwa wakati ambapo watu wamefunga mafaili, watu wamepotea, watu wamelala, watu wanasema ya kwamba hii mechi imeisha, lakini Bwana amenituma nije kukwambia yeye ni Mungu ambaye ni Mungu wa dakika ya mwisho. Wakati moyo wako umeinama, wakati moyo wako umeinama katika jina la Yesu, wakati ambapo unaangalia kushoto unaoni msaada, unaangalia kulia uoni msaada, Mungu wa zamu ya 4 amenituma. Mungu wa zamu ya 4 amenituma. Mungu wa dakika ya mwisho amenituma. Mungu wa dakika ya mwisho amenituma. Nataka usimame kwa miguu yako, anza kumwambia Bwana, bado nakuamini. Bwana, bado nakuamini. Bwana, bado nakuamini katika zamu hii, katika zamu hii, katika zamu hii. Nilikuwa nimelala ndio, lakini katika zamu hii ninainuka tena kwa neno lako. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @Fred Msungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.